Naam, karibu kwenye kipindi chetu cha wiki hii ikiwa ni Youth Talk. Leo nipo kwenye soko la Loliondo, nipo na ndugu Shabani Jafari, makamu mwenyekiti wa soko la Loliondo. Mwenyekiti, habari za mchana? Salama, habari ya saizi? Habari yangu ni njema, hofu kwako? Salama tu. Habari ya wana Kibaha? Nzuri tu. Naam, ndugu mwenyekiti, karibu kwenye kipindi chetu. Zungumza na vijana mbalimbali wanaotufuatilia huko. Karibu, tuambie soko letu hili linapatikana eneo gani? Soko hili lipo wilaya ya Kibaha, kata Tangini, mtaa wa Machinjioni. Mtaa wa Machinjioni. Asante. Na wewe umeanza kufanya biashara lini kwenye soko hili? Kwenye soko hili nimeanza kufanya biashara toka 2017. Awali tulikuwa kwenye soko la kudumu, lakini baada bahati nzuri bahati mbaya tumepata msaada, tukapata msaada kutoka Benki ya Dunia. Ndio. Tukaambiwa tunaboresha soko. Kwa hiyo wamevunja kule juu. Sasa hivi tupo kwa muda hapa. Okay, ndio soko ambalo mlikuwa mnatumia pale. Ambalo serikali imeshirikiana na wadau kutoka nje waamua wajenge soko la kisasa. Ndio. Katika soko hili la Loliondo kwa sasa lina takribani wafanyabiashara wangapi? Wafanyabiashara hapa kama 1650. 1650. Na ni marika tofauti, wazee, wa vijana, kina mama, yani wapo vijana wa umri kuanzia miaka 18 na kupanda juu, kuna kina mama, kuna vijana wa kiume wa kike. Sawa. Unajua kwenye masoko mengine huwa kunakuwa na soko linakuwa maarufu kwa kuuza bidhaa fulani. Soko la Loliondo ambalo liko Kibaha ni maarufu kwa biashara gani? Yaani soko letu bwana limegawanyika vitengo tofauti kama vitengo 14. Kuna wauza mchele wa jumla, wauza nyanya za jumla, wauza vitunguu za jumla, kuna wauza matunda kama parachichi, machungwa, ndizi. Kwa hiyo mimi naona vitu vyote vinatoka, ila vitu ambavyo vinatoka zaidi ni nyanya jumla na mchele jumla. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba bidhaa ambayo inaingia na kutoka kwa haraka ni nyanya na mchele. Na bidhaa ambayo ikiingia inakaa muda kidogo. Yaani bidhaa ambayo ikiingia inakaa muda kidogo. Labda kwa mfano kama vitunguu inakuwa vinatoka kwa mdogo, na nimeona pale maroli yakishusha vitunguu. Okay, maana yake soko letu ni soko mchanganyiko. Kuna maduka ya jumla ambao wanauza ngano, mafuta, na wenyewe vinatoka tu kwa mujibu wa wafanyabiashara na wateja na mnaionaje hali ya biashara, alafu mnaonaje mazingira ya ambayo serikali imewekea kwenye biashara zenu, yanakuwa ni rafiki sana? Kwa sasa hivi naweza ngasema ni rafiki, japokuwa kutoka tukae hapa tuna miezi kama 6 hivi. Unaona tunasubiria soko jipya kule la kisasa likijengwa tunarudi. Okay, ambao soko jipya kwa taarifa nzo nazo mwaka 2027 litakuwa limekamilika. Ndio. Na linaweza likawa na frame za kupangisha takriban 800 na zaidi. Maana tulipotoka kule tulikuwa kuna frame kama 390 hivi. Lakini kwa mujibu wa mkandarasi na engineer wa halmashauri amesema itakuwa kana frame kama 860. Maana yake kuna frame zingine zitabaki wazi. Kwa mujibu wa frame zonazo hapa 300 na likikamilika mkienda pale kuna nafasi ambayo inaongezeka. Ndio. Sasa kwa mtu ambaye yuko nje ambaye anatamani aje afanye biashara zake soko la Loliondo. Ungekuwa unamshauri, ungemshauri afanye biashara gani? Yaani hapa biashara za kufanya unaweza ukafungua maduka nguo. Na hapo bado nguo zinatoka tu vizuri. Unaweza ukafungua maduka jumla. Kwenye upande wa masoko kule mchele nao uko vizuri sana kwa kutoka. Tunakuja kwenye matunda kule, na matunda wanajitahidi wanaleta matunda mazuri. Kwa biashara tu yote kwa kifupi zipo vizuri kama vijana. Yaani wakija hapa, nadhani wakija hata ofisini hapa tukiwaelekeza wakapata maeneo watafanya biashara vizuri bila tatizo lolote. Asante. Sasa nafasi ya mwisho kwako makamu mwenyekiti ndugu Shabani. Zungumza na ndugu zetu waelezee biashara yako unaoifanya. Naona kuna nguo nyingi hapa kali sana. Hebu elezea biashara yako nao tupate kujua biashara gani unafanya, maana umeshapa fursa nyingi sokoni hapa. Yaani kwa biashara ambayo nilojikita zaidi saa hizi nafanya biashara nguo, nauza viatu vya kiume, nauza nguo hapa, nauza simu,
wanauza vifaa vya simu, vyote vinapatikana hapa. Kwa wakifika Loliondo waulizie duka gani ili wakupate hapa? Umaarufu wa hili duka inaitwa Mazwa Fashion. Mazwa Fashion. Ukifika tu kuuliza Mazwa Fashion, ipo position na Halotel hapa. Ukiangalia kwa pembeni duka utaliona vizuri tu. Asante. Mimi nikiona biashara yako ndugu makamu nimeenda muda sana. Na bidhaa nyingi kwa wakati mmoja unaziuza. Ulianza na biashara ipi haswa kabisa katika hivi vyote? Nguo, simu, kadhalika. Kipindi unahamia hapa ulianza na biashara gani? Hapa nilianza na simu na TV. Kwa simu na TV zikazunguka uko na nafasi ya kuongeza nguo, nikaongeza nguo, nikaja nikaongeza viatu hapa. Kwa hiyo nilianza na simu na TV na vifaa vya simu. Asante. Ndugu zangu, tulikuwa kwenye kipindi chetu cha Youth Talk, ni maongezi ya vijana, na nilikuwa na makamu mwenyekiti wa soko la Loliondo ndugu Shabani Jafari. Yeye alianza na biashara ya kuuza simu na vifaa vya TV pia. Lakini baadaye ameona wigo sana, anauza viatu kama unavyoona hapa, lakini pia anauza nguo ndani. Lakini anatoa wigo na nafasi ya kwamba soko la Loliondo ni soko maarufu kwa kufanya biashara zote. Nauza mazao ya chakula, mboga, nauza viatu, simu, nguo na kadhalika. Sio soko lenye kujielekeza kwenye biashara moja. Wewe kijana mwenzangu mpambanaji, una biashara yako yoyote, soko la Loliondo litakupokea, utafanya kazi vizuri na milango ipo. Kumbuka bidhaa inayotoka sana hapa, mchele na nyanya. Kulima huko uliko, leta mazao kibaa ufanye biashara. Basi tukutane tena wiki ijayo kwenye Youth Talk, ambapo tutaendelea kuzungumza na vijana wenzetu maeneo mbalimbali kuweza kuangalia changamoto na fursa wanazokutana nazo kwenye shughuli zao za ujasiriamali. Asante sana, ulikuwa nami Joel Kitu. Karibu tena mpaka wakati mwingine.